Ameyasema hayo wakati alipokutana na wamiliki wa mashimo ya uchimbaji wa vifusi huko Zura Maisara, ikiwa lengo ni kushauriana na kupeana mikakati ya kiutendaji baada ya kuziona changamoto kufuatia ziara yake aliyoifanya katika maeneo hayo ya Unguja na Pemba. Tumegundua maeneo mengi wamevunja taratibu. Kwanza wamekwenda deep sana, ambapo kinyume na taratibu, ambapo maeneo mengine yamekaribia kutoka maji ya chumvi, kwa maana kwamba maji ya bahari, na kwa mujibu wa sheria yetu kwamba hairuhusiki kufanya hivyo na ni kosa la sheria, na tunapaswa kuwapiga faini ama kuwafungia mashimo yao kwa ujumla. Lakini baada ya ziara niliwaita wahusika wote, wamiliki wote wa maeneo hayo, na kama mlivyoona leo wamefika wizarani kwa ajili ya kujadiliana, kwa ajili ya kuwapa maelekezo mapya, kuwapa msimamo wa serikali pamoja na kuwapiga faini, na nashukuru kwamba wamekuwa waungwana, tumesikilizana na wamenipa faini, na kwa maana hiyo kwamba maeneo hayo nitawaruhusu wayafungue rasmi, lakini kwa kufuata masharti magumu tuliowekea ili waweze wao kupata haki yao na serikali kupata haki yao. Nao baadhi ya wamiliki wa mashimo ya vifusi wameahidi kushirikiana na serikali ili kuifikia malengo iliyojiwekea. Sisi tunaiahidi serikali kushirikiana nayo bega kwa bega katika swala la uchimbaji, lakini nao angalie kwamba uchimbaji wa kifusi si wa mchanga. Mchanga tunaweza kwenda mimi na wewe na Paulo tukapakia gari. Kifusi huwezi, tunatumia mashine. Kwamba tumefikia mwafaka wa kwamba tutashirikiana na serikali. Kwa hiyo na maelekezo ambayo yotoa ni maelekezo ambayo ya hata sisi kuwa tuko active zaidi katika masuala ya uchimbaji. Kwa hiyo kwa hapa alhamdulillah tumewafikiana vizuri. Haya yameibuka kufuatia ziara ya Waziri wa Maji, Nishati na Madini ambayo iliyofanyika Unguja na Pemba.